Moja katika story ambayo imeshika atam na imeweza kuzua mijadala mingi katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na Young Africans, swala la kuweza kusubirishwa takriban masaa 4 na zaidi katika airport wakimfuata JS Kabylie Algeria. Na tumemtafuta mwenyekiti mjumbe wa baraza la wazee kutoka Young Africans, Mzee Kipepeo. Wao momenti hii wameipokea katika hali ya namna gani? Pengine zile figisu zimeanza nje, tutarajie na kuziona ndani ya uwanja kama ambavyo inafahamika na timu kutoka mataifa ya Uarabuni jinsi ambavyo zinafanya. Clip hii airport, kwenye kiwanja cha airport, achana na kiwanja cha mpira wa miguu. Mzee Kipepeo. Naam bwana. Umeona kwanza situation ambayo iliendelea timu yako ikifika airport na imesubirishwa kwa masaa takriban 4 mpaka 5. Hayo nimeyaona, lakini kwa kusikia msemaji wetu amekwenda kule ametufahamisha hizo taarifa kwamba wao walifika airport wakiwa na timu ya Mamelodi Sundowns, waliwekwa pale na wakidai kwamba vyombo vyao au vifaa vyao vya mazoezi ikiwa pamoja na koni, jezi na kadhalika, mipira ilikuwa havionekani. Takriban masaa 4 walikaa pale kwa kuvingojea. Walipoona kwamba muda unazidi kusonga mbele, walikuwa wametaharuki na kuanza kutafuta vile vyombo katika maeneo husika. Kwa bahati mzuri au mbaya, walivigundua vile vyombo vinawekwa store. Walipokuwa wamesema kwamba hivi vyombo vyetu inakuaje leo vinawekwa store, basi wale wenyeji wa airport wakasema kwamba hivi vyombo tulikuwa tunatafuta wenyewe, hatukuwajua. Kwa hiyo tuliona kwamba vyombo hivi havina mwenyewe, ndio maana tulikuwa tunavistore. Wakavichukua wale wenyewe. Baada ya kupita masaa hayo wakaondoka. Lakini swali lako la msingi umeuliza, je, hii inasababishwa na nini? Ni figisu au ilikuwa kweli bahati mbaya? Swali jibu ninachokwambia, hiyo ni figisu. Hizo ni taratibu ambazo tayari wao walizipanga iwe hivyo. Lakini wao wanasema hawakujua mwenye navyo ndio maana wakavihifadhi. Sasa pale vilifikaje airport mpaka vikose kuwa na mwenyewe? Hawakumjua mwenye navyo. Na huwezi ukamjua. Abiria wanapoteremka kwenye ndege ni wengi, isipokuwa pale kunakuwa na utaratibu namna gani wa kupokea mizigo na namna gani ya kutoa kwa wenye mizigo. Sasa inakuwaje mpaka vyombo vinakuwa vinapotea wakati wao unakuja? Mimi nafahamu mzigo unaweza ukaja nao, ukaja kwenye mkanda ukaweka hapa mwenyewe, ukatangulia mkanda ukazunguka, ukaja ukapokea begi yako kwa mbele. Sasa inakuwaje ishindikane? Hili sio la kweli. Hizi zilikuwa figisu na waliona kwamba tukifanya hivi hawa watachelewa, na wakichelewa mazoezi watayakosa. Na kweli mazoezi walikosa kwa sababu walicheleweshwa. Lakini katika mpira swala la figisu si swala geni, hususan hasa kwa hawa ndugu zetu. Ni kitu ambacho kinachofahamika. Wewe angalia uwanjani tu, ndani ya dakika 90 wanaweza wakawa wametangulia kupata goli, basi watajiangusha, watapoteza muda, watapiga mpira nje, watafanya ni tekniki, wana tekniki nyingi sana za kupoteza muda ili mradi tu lipate kubaki lile goli lao na wewe uwe huna goli. Kwa hiyo kufanya vitu kama hivyo kwa Waarabu si kitu cha ajabu, isipokuwa tu labda wito. Kwa nini wao wanafanya kule, wana nini? Sisi tunakosa kufanya hapa, tuna nini? Mimi nadhani kuna jambo lingine wakati mwingine katika kuliondoa linakuwa kwa vitendo. Laiti kile kitendo kibaya wao wanachokitumia na sisi kama tungetumia kama vile, basi wangejua kumbe kufanya hivi ni ubaya. Hawa tunaowafanyia inakuwa hatuwatendei haki. Nadhani kama sikuacha kabisa wangepunguza. Hiyo pengine inaweza kawa ni message senti kwenye kiwanja cha ndege. Vipi kwenye pitch? Maswali na hofu ya wengi unasema ya kwamba figisu hizi ambazo zimeonekana nje ya uwanja pengine
wanaweza kwenda kuzishuhudia ndani ya uwanja, kwa sababu bado hawana alama. Wamepoteza dhidi ya National Ahli bao 4-1, wanakuja kujiuliza nyumbani. Ndio maana wameanza mbali tu wakiwa wanawapokea wageni wao ambao ndo Young Africans, wakiwa wanacheza mchezo wa pili wakiwa nyumbani. Inawezekana, lakini kuhusiana na swala la pitch siwezi nikalizungumzia kiasi cha kutosha, kwa sababu mpira bado haujachezwa. Nachelea, naogopa nisije katika lile nitakalolisema nikaja nikaonekana muongo. Sasa na mimi ni mtu mzima, uongo kwangu ni kitu kibaya. Isipokuwa tukae tungoje namna gani matokeo itakavyokuwa. Isipokuwa kwa experience nilionayo, Waarabu na wajua figisu wanazo. Kwa hiyo tukae tuangalie nini kitakachokuwa. Toka Algeria ndio lengo letu, tutoke. Na kama ikiwa hatukutoka, basi kwetu itakuwa bahati mbaya, kwao itakuwa bahati mzuri. Lakini hasa lengo na madhumuni kutoa nauli, kutoa vyetu, kuacha majumba yetu, tukatoka hapa mpaka Algeria, tukalala, na kule wakati huu kuna winter kali, wakakubali kwenda kusulubika. Lengo na madhumuni kutoboa. Sasa unalionaje kundi sasa mpaka hivi sasa, licha ya kwamba mechi zimechezwa ni 1-1 na timu zote zilizocheza nyumbani zimeshinda, kwa maana National Ahli sambamba na Young Africans? Sasa waliofungwa wanakwenda kujiuliza nyumbani. Kibarua dhidi ya JS Kabylie ambaye ametoka kupoteza 4-1 dhidi ya National Ahli. Kundi kwanza unalionaje kundi? Kundi sio kuliona sasa hivi. Kundi toka kwanza linajulikana kwamba lile ni kundi gumu, na lile kundi zito, na lile kundi limejaa mafundi. Kila klabu, kila timu inakwenda inajulikana, hilo wala sio la kupapasia. Na ndio maana na sababu hata watani wetu walifikia hatua wakatucheka sana, wakatueleza mengi sana, wakidai kwamba hatutaweza kufika pale tunapopahitaji kutokana na kundi tuliopangiwa ni gumu. Lakini Mungu ana khiari yake. Unapopaona wewe pagumu kwa Mungu pepesi, matokeo yake pale wao walipopaona pepesi ndipo palipokuwa pagumu kwao, na pale walipopaona wao kwa ni pagumu kwetu ndipo palipokuwa pepesi. Lakini wanasema kuteleza si kuanguka. Wanainuka hivi sasa na kwenda kujiuliza wakiwa away. Wana imani watarudi na furaha. Wanasema wameondoka na matumaini. Kesha teleza na kesha anguka. Kesha teleza na kesha anguka. Maana gani kusema kama? Na maana kusema kwamba kuteleza si kuanguka wakati kaanguka na kafika chini. Sema sasa labda akienda katika utelezi aende kwa tahadhari ili asije akateleza tena. Hii kesha teleza na kesha anguka. Si wamemdonyoa hapa nyumbani. Matumaini ya mpinzani wako, kwa maana ya mtani wako qualify kuvuka kwenye kundi hili unampa asilimia ngapi? Kwa sababu mambo yamekuwa magumu na wengine wamerejea nyuma na wakisema ya kwamba Simba aliwahi kufungwa na Raja Casablanca hapa Benjamin Mkapa na bado aliqualify kwenye group stage na kwenda hatua ya robo finali, na wanasema ni kawaida yao, na msimu huu msishangae kupoteza mechi ya kwanza hakudhui mnyama kwenda hatua inayofuata. Sasa pengine unawaona watani wako wakiqualify kutoka hapa na kwenda hatua inayofuata kundi lilivyokaa, na kupoteza mechi ya kwanza kwa sababu imekuwa ni ajabu na imewashtua wengi kwa sababu hawajazoea kupoteza mechi Benjamin Mkapa, hususa mechi ya kwanza ya group stage. Kutathmini na kutabiri kitakachotokea baada ya hiki kilichotokea, mimi hicho sina nafasi nacho, kwa sababu utaalamu, manake kutabiri ni utaalamu, isipokuwa kimtazamo kinadharia, kutokana na timu waliokuwa nayo ni dhaifu sana. Kwa hiyo inabidi labda waongeze juhudi kubwa, na sijui itatoka wapi. Umuoni mnyama akienda tu inafuata? Siwezi nika hukumu, lakini matumaini madogo. Matumaini madogo. Why matumaini madogo? Kutokana na timu aliyokuwa nayo. Haiwezi, ile timu sio ya ushindani, ile timu ya kushiriki. Timu ya ushindani Yanga Afrika na hakuna asiyejua. Unawaambia nini wana Yanga kufuatia mchezo ambao unachezwa siku ya tarehe 28 kwa maana ya kesho? Itakuwa ni mchezo wa namna gani, na lipi unawaambia wana Yanga licha ya kutolewa kwenye imani
ya kuanza kujiuliza maswali mara baada ya situation iliyotokea katika uwanja wa ndege airport? Mto haupimwi na macho. Mto ukiuona umejaa maji, hata kama ulikuwa mdogo kutoka ng'ambo hii kwenda ng'ambo ile, lakini usiupime kwa macho. Inawezekana ukawa na kina kirefu, utazama. Shika upondo, yani bimaana mti mrefu, tanguliza mbele kuzamisha, halafu wewe unafuata. Kama ukiona ulipoishia ule mti urefu wake wewe bado unaweza kuvuka, basi nenda, utafika. Ukiona mti ule ulioutanguliza umezama, umekupita kimo, usiende kwa sababu utazama. Sisi tumekwenda na mti katika mto na tumewaona hao ambao tunaokwenda kushindana nao. Yes, kabili. Pamoja na kuwa mto ni mdogo, kina chake kirefu, lakini tunapambana nacho na tuna imani, tunajiamini kwamba kama tutafikia hatua ya kuzama, tutaogelea na ng'ambo tutafika kwa uwezo wa Mungu. Hakuna matatizo, na ndio maana tulijiandaa kikamilifu, tukatoka tukenda kule. Tumekwenda kikamilifu kwa sababu kila kitu kimetimia. Maandalizi yametimia, viongozi wametimia, wachezaji wametimia. Kwa hiyo tuna uhakika chochote kinaweza kutokea kule. Shukrani sana mzee Kipepeo. Asante sana. Tutakie mchezo mwema na ushindi juu yako. Insha Allah. Asante sana. Asante.